Wa Global TV, hapa tulipo ni kanisa la Mtakatifu Martha ambalo linapatikana Mikocheni, ambapo ndipo inafanyika ibada ya kumuaga kaka yetu Sebo aliyewahi kuwa mtangazaji wa East Africa, aenda Magic FM na baadaye ndani ya kituo cha EFM na EFM TV, akihudumu kama mtangazaji na baadaye kuwa kiongozi, na tangu imeanza amefanya vizuri, na tunafahamu kwamba leo ni siku ya 4 tangu kifo hichi kitokee. Hapa nipo na mchambuzi mkubwa wa soka la Tanzania, anaitwa Saleh Jembe. Kakangu Saleh, kwanza pole sana kwa msiba. Asante sana. Nilitamani kusikia jinsi ambavyo ulikuwa ukifahamiana na Sebo, lakini jinsi ambavyo ulipata taarifa ya msiba wenyewe. Mimi nilifahamiana na Sebo kwenye mambo ya habari, kwa sababu najua wakati huo yeye yuko East African na mimi nilikuwa Mwananchi. Kwa hiyo tulikuwa tukikutana kwenye mambo mengi ya habari, lakini zaidi ilikuwa kwenye masuala ya michezo, kwa sababu wao walikuwa na timu yao ya Rose Garden. Nafikiri kama miaka 20 hivi imepita, na sisi tulikuwa na timu yetu kipindi hicho, timu ya waandishi wa habari ya Taswa, ikiwa ni timu imara, timu nzuri, timu kubwa. Nafikiri kipindi hicho atakuwa nakumbuka Michael Malue. Kwa hiyo tulikuwa tukikutana kucheza, na tulikuwa tuna upinzani mkubwa sana na watu wa Rose Garden. Na mimi niseme Sebo ni kati ya watu tulikuwa tunakukurushana sana, kwa sababu mimi nilikuwa nacheza striker au nacheza namba 8 na yeye alikuwa anacheza kama defensive midfield. Na ni mtu ambaye alikuwa anapenda kucheza kidogo kibabe, rafu. Kwa hiyo tulikuwa tunazozana sana mimi na yeye, lakini nje hapo tulikuwa ni marafiki, kwa sababu nilikuwa ni mtu ambaye anashiriki vitu vingi sana vya wenzake. Na mara kadhaa mimi amekuwa akiniambia bana, unaweza kaondoka Global ili kubadilisha ladha, kwa sababu sisi wenyewe ukiangalia tumetoka hapa, tumekuja hapa, lakini sikuweza kutoka Global kwa sababu mimi nilikuwa nasema nataka kubaki hapo. Mara ya mwisho nimekutana naye miezi 3 iliyopita. Baada hapo sikumuona tena. Tulikuwa kwenye ndege tunakwenda Entebbe. Yeye alikuwa anasafiri na mtoto wake, na mimi nilikuwa na rafiki yangu naenda Entebbe, na yeye alikuwa anarudi kwa Uganda. Kwa hiyo tukazungumza sana kwenye ndege kwa muda mrefu tu, kukumbushana mambo ya nyuma, na kwa watu mwingine akasema tukirudi Dar es Salaam tutakutana, lakini ndio kama hivyo, mimi sikuwahi kumuona tena tokea baada ya hapo. Kwa hiyo huyo ndio Sebo nilivyokuwa namfahamu, alikuwa ni kama ndugu, rafiki na kaka pia. Kwako Sebo alikuwa ni mtangazaji wa namna gani akiwa East Africa, lakini baadaye Magic FM na baadaye EFM wakati inaanzishwa? Kwa maana naweza kusema ni mmoja kati ya waasisi ambao wamefanya EFM kuwepo pale ambapo ipo. Kwako alikuwa ni mtu wa namna gani kwenye kazi ya habari? Unajua Sebo alikuwa mwanasheria, is a talented guy. Alikuwa ni mtu ambaye anajua udadavuzi wa mambo, lakini nitumie neno hili, Sebo alikuwa ni mtoto wa mjini. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho ulikuwa unaweza kumdanganya. Kwa hiyo kwenye tasnia alikuwa ni mtu ambaye anaelewa anachokifanya, lakini nafikiri utapata bahati ya kuzungumza na waliofanya naye kwa karibu kama Malue na kaka yetu hapa Mnete anaweza kukuambia zaidi, lakini mimi sikupata bahati ya kufanya naye kwa karibu. Lakini utakumbuka ubora wa kazi zake alipokuwa East African. Alipokuwa EFM, mimi kwangu namchukulia kama sehemu ya wale founders, kwa sababu haikuwa swala tena kumzungumzia Sebo kama mtangazaji, badala yake alikuwa anamzungumzia kama wale walioianzisha au walioanzisha mwendo wa EFM, ikiwa ina mambo mapya. Unakumbuka ilikuwa ni chombo cha habari kipya, kilikuja tofauti, na utajua, na mimi naamini ilikuwa ni sehemu ya mawazo yake pamoja na timu yao kwa pamoja, na umeona TFM mpaka leo bado ni kati ya zile zinafanya vizuri. Kwa hiyo namchukulia ni kama mtu ambaye alikuwa sehemu ya mchango mkubwa sana wa tasnia ya habari. Saleh Jembe ni jina kubwa na ni mtu ambao umejoin na wasanii tofauti. Na zamani kulikuwa na kipindi kinaitwa Friday Night Live pale East Africa, na kaka yetu Sebo alikuwa kihost kile kipindi. Kuna yale maswali ambayo alikuwa akipiga ya kushambulia yale, kwa maana anaweza kukushambulia ukiwa vibaya kidogo unatetemeka kwenye kipindi. Hebu nikumbushe kipindi kile kati wewe uko Mwananchi, ukisikia mtu anaitwa kwenye kipindi cha Friday Night Live cha Sebo, maneno ya wasanii yalikuwaje? Actually nimekwambia alikuwa talented. Hakuwa maswali yalikuwa sio ya kushambulia. Yalikuwa ni maswali softi ambayo ni yanalazimika kwa mtu kutoa majibu magumu, kwa sababu alikuwa na maswali yale street na mafupi, ambao ukiangalia hata kwenye tasnia tunafundishwa kuwa na maswali ya namna hiyo. So mtu unauliza swali linazunguka muda mrefu, na jibu sasa zingine likawa fupi, haipendezi, lakini swali lake ni fupi, jibu linalazimika kuwa refu. Na kama unakumbuka, kuna wasanii wengi, kuna baadhi nakumbuka kipindi kile walisema hawataenda tena kwenye hicho kipindi.
kutokana na maswali aliyokuwa anawauliza, na wengi walikuja na hiyo hisia kama unavyosema kuhisi kama wanashambuliwa, lakini ilikuwa sio kushambuliwa, badala yake ilikuwa ni ubora wa maswali kutokana na ubora wa muulizaji wa maswali. Neno lako kwa msiba huu mzito ambao umeikumba tasnia ya habari? Mimi nisisitize tu, unajua kifo ni ibada. Hakuna kati yetu atakwepa hili. Kila nafsi itaonja mauti. Inapotokea mwenzako ametangulia, basi ichukulie kama funzo. Na ni vizuri sana anapoondoka mtu alifanya jambo lake, basi tuishi kwa yale tunaamini yalikuwa mchango kwenye tasnia, mchango kwa sisi kama binadamu, mchango sisi kama wanafamilia na Watanzania. Kwa hiyo kwa alichokifanya Sebo tunajua mazuri yake ni yapi, basi tuyaendeleze kwa ajili ya kuyafanya kuwa na faida zaidi hata kama yeye hayupo. Bado nipo na kaka zangu hapa na mabosi zangu kwa namna moja au nyingine kuweza kuyasikia yale mazuri aliyoyafanya kaka yetu Swebe ambaye ametangulia mbele ya haki. Kakaangu, kwanza pole kwa msiba na ningependa kufahamu jina lako. Mimi naitwa Sudi Mnete, mwandishi wa habari wa muda mrefu kidogo. Nilikuwa nafanya kazi ya ITV na marehemu wakati huo alikuwa akifanya kazi East Africa TV na radio pamoja wakati ule. Hebu niambie vile ambavyo mmekuwa mkishirikiana kwenye kazi, kwa sababu ofisi hii mlango huu na mlango huu mlivyokuwa mnashirikiana, lakini kama mlikuwa mna urafiki, kama kuna kitu ambacho kwako kinaachwa kama alama katika maisha aliyoishi marehemu kaka yetu Sebo. Kuna mengi, lakini wakati ule tunaanza kazi, manake ni kama kwa umri wangu na namna tulivyoishi ni kama tumeanza kazi pamoja wakati huo, lakini wao wakitokea Uganda, wako wakati waliotokea Kenya. Kwa hivyo uzuri ITV, East Africa TV, radio ni kama familia, tuko wengi, na unaweza kuona watu mbalimbali hapa ambao wameshiriki pale, lakini cha kukumbuka hawa wenzetu waliweza kuitambulisha Tanzania katika mipaka nje ya mipaka ya Tanzania, na hasa kwa kutumia Kiswahili. Tulikuwepo zamani, wenzangu wataeleza, Sebo alikuwa ni mtu mtangazaji mzuri sana kwa lugha ya Kiswahili, lakini Kiswahili chake wakati ule kilikuwa kidogo kinayumba, lakini alikuwa anapendeza kwa namna yake na hakuwa anakiacha. Na mara nyingi kwa kumsikiliza hachanganyi lugha. Unajua Uganda wanazungumza sana Kiingereza, lakini yeye alikuwa akitangaza vizuri kwa Kiswahili chake cha wakati huo. Mpaka sasa amekuwa na Kiswahili kizuri, na nimesikia ukimuuliza Saleh hapa kuhusu maswali yake ya uchokozi, maswali mazuri. Alikuwa anauliza maswali magumu katika namna nyepesi, na kwa mfano mmoja alikuwa akizungumza sana na wasanii. Kwa wale wanaojua muziki wa nchi hii, alizungumza na Zavara. Zavara wakati alikuwa into Ramson, ni watu walioanzisha group la rap inaitwa Kwanza Unit. Zavara ana dread, ana rasta mpaka kiunoni. Sasa alimuuliza akihoji kwa nini anaacha nywele vile. Zavara yuko mzuri, very smart. Akamjibu vizuri kwamba ni asili na haki ya mtu kutunza ulichonacho kuliko pengine kuweka nywele za bandia, na majibu mazuri. Sasa lakini bwana Sebo hakuishia hapo, akamuuliza sasa, kama ukuacha nywele namna hiyo unaweza zikafika kiunoni, kwa nini usiache na kucha? Akamyumbisha kidogo. Sasa ni maswali ambayo yanafundisha, yanafurahisha, kwa hiyo alikuwa na uwezo mzuri sana katika masuala ya utangazaji na hasa kuhoji. Unaondoka na neno gani kutoka kwako kutokana na hichi kilichotukumba kwenye tasnia ya habari, kumpoteza nguli wa habari akiwa anatokea Rwanda lakini amehudumu Tanzania kama Mtanzania tu? Neno zuri ni kujifunza na kuenzi lugha ya Kiswahili. Kwa maana kwamba wapo hata Kiswahili chenyewe wakizungumzi vizuri wako Tanzania, Kiingereza wakizungumzi vizuri, basi wanachanganya lugha, baadaye unakuta wanaharibu hata uwezo wa lugha yenyewe kuitamka vizuri. Kwa hiyo yeye alikuwa ametoka katika taifa ambalo alizungumzi vizuri Kiswahili, akakitumia vizuri, akakiendeleza, akakienzi, na akawa amependeza. Umaarufu wote ni kwa sababu ya watu walikuwa wakimsikia anachokisema. Kwa hiyo kuenzi lugha ni jambo zuri katika tasnia. Kuenzi lugha ni jambo zuri kwenye tasnia. Bado niko na kaka wakubwa ambao tunawaheshimu, tunajifunza vitu kutoka kwao, na wamefanya makubwa kwenye taifa letu la Tanzania, ambao wamekuja kushiriki ibada ya mazishi ambayo inafanyika hapa kwenye kanisa la Mtakatifu Martha Mikocheni. Kakaangu, kwanza pole kwa msiba, lakini pia ningependa nitambue jina lako. Pole yetu sote. Mimi naitwa Michael Malue, ni mtangazaji wa vipindi vya michezo. Wenyewe wengine wananiita captain, lakini mimi ni mmoja kati ya wengi ambao wamefanya naye kazi akija Tanzania. Wakati ule ndo amejiunga na East Africa Radio,
mimi nilikuwa ni miongoni mwa vijana tulikuwa pale East Africa Radio, lakini wakati huo kabla ijawa East Africa Radio, kumbuka ilikuwa inaitwa 105. Tukatoka kwenye 105 ndipo tukabatizwa sasa kuwa East Africa Radio. Kwa ilipokuja East Africa Radio, kuna sasa ikawa lazima tuonyeshe ule Uafrika Mashariki wenyewe. Tukawa na watangazaji kutoka Kenya, kuna watangazaji kutoka Uganda, ndo wakaja wakina Bush Baby, wakaja wakina Dennis Sebo, wakaja wakina Mike na wengine ambao walikuja wakajiunga. Kwa hiyo alikuja, mimi alinikuta niko East Africa, tena kipindi kile mimi nilikuwa librarian, na kwa hiyo alikuwa collections zote za muziki zilikuwa zinatoka kwangu, aidha nitatengenezea ama atakuja na playlist yake nini anataka kwenda kukifanya. Lakini ni mmoja kati ya watangazaji ambao walikuwa wacheshi kama alivyozungumza Sudi. Alikuja Kiingereza kilikuwa Kiswahili kilikuwa kinampa shida, lakini aliweza kuishi na Watanzania. Baadaye akaonekana sasa yeye ni Mtanzania kuliko hata Watanzania wenyewe, kwa sababu aliweza kuadapt mazingira. Kama alivyosema, alikwenda kusoma sheria, alikuwa anajua nini anakifanya, alikuwa anajua nini anakizungumza, na alikuwa ni mcheshi. Alikuwa ni mtu ambaye unatamani kumsikiliza. Unajua kwa radio presenter ni tofauti na TV presenter. Radio presenter lazima uwe na maneno mengi ambayo hayachoshi, lakini pia hayaboi wasikilizaji. Kwa hiyo yeye aliweza kuitumia hiyo taaluma, iko kipaji alichokuwa nacho. Alikuwa akizungumza very fast, lakini inaeleweka. Tulikuwa tuna program za Kiingereza, tulikuwa na program za Kiswahili wakati ule. Alikuwa anafanya program za Kiingereza wao kina Bush Baby, kwa sababu alikuwa bado hawajaweza kuadapt lugha ya Kiswahili. Lakini baadaye huko tuliweza kuona akifanya program za Kiswahili. Kwa hiyo Sebo kwangu ni kaka ambaye alikuja, nilimpokea pamoja na watangazaji wengine, na kuna vitu vingi ambavyo tutaendelea kumkumbuka Sebo. Mimi niliondoka na baadaye na yeye aliondoka kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine, au kwenda kuendeleza vipaji sehemu nyingine, lakini bado ilibaki kuwa ni mtu ambaye tunafahamiana. Saleh ameeleza tulikuwa tukicheza mpira, mimi tulikuwa tuna timu ya IPP, lakini tulikuwa tuna timu ya waandishi wa habari, lakini yeye alikuwa pia ana timu ya Rose Garden. Kwa tulikuwa tukikutana pia katika michezo, tunacheza mechi, tushindani. Kwa tulikuwa tukikutana katika nyakati tofauti katika kipindi hicho. Hapa katikati tulikuwa tunaonana tu akiwa EFM, vipi Sebo, habari sasa hizi, kwema, tunasalimiana, and then kila mtu anaendelea na utaratibu. Kwa hiyo msiba wake nimestuka. Pole sana. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.